Mwanzoni mwa filamu tunamfahamu bidada mmoja mrembo kwelikweli, anaitwa Adela. Mwenyewe anajikubali kinoma kwamba ni mzuri. Mume wake akawa amefika hapo. Adela akawa amemuuliza mume wake kwamba unaona jinsi ambavyo mke wako ana uso mzuri na ni mrembo. Mwanaume huyu akawa amesema tu ni mrembo kweli, na mara moja akawa amemkata shingo ya huyu mwanamke na akawa amemuua kabisa. Lakini baada ya muda binti anakuja kushtuka, anashangaa mbona hajafa. Sasa hapa mbele yake mme wa huyu mwanamke yuko hapa, yuko pamoja na waganga na watu wengine wa kazi wako eneo hili. Nini kinachoendelea? Binti anasema mimi ni mke wako, mbona unanifanyia hivi? Yule mwanamume akasema kwamba wewe sio mke wangu, wewe ni pepo ambaye umejificha katika mwili wa Adela. Adela akazidi kujitahidi kumsii huyu mwanaume asimfanyie anachotaka kumfanyia, anamhamasisha, anamwambia kwamba mimi ni mke wako. Mganga akamwambia huyu mwanaume, yani mme wa Adela, kwamba mpuuze huyo shetani na umalize kazi mara moja, msifikirie sana. Kwa nini wanamshtaki huyu mwanamke? Huyu mwanamke ni pepo ambaye anaitwa Rampling, amejificha katika mwili wa Adela. Pepo huyo akamwambia kwamba kweli una moyo wa kumchoma mke wako mzuri namna hii? Akapiga kelele akasema kwamba mpumbavu, haustahili mwanamke mzuri kama mimi. Uzuri wangu ni wa milele na naweza nikafanya kitu chochote, hata kununua roho za binadamu. Akaanza kucheka. Wale wafuasi wa mganga wakaanza kuwaua watu wote hapa, akiwemo mme wake na Adela, na yule pepo akabaki anacheka. Sasa ni nini kinachoendelea hapa? Karibu tuungane pamoja ili tuangazie vizuri hichi kisa. Kisha tukio linahamia moja kwa moja kwa binti ambaye ametoka usingizini. Huyu binti anaitwa Wendy. Mara nyingi amekuwa akiandamwa na ndoto za ajabu ajabu. Baada ya kuamka, mgongoni mwake alikuwa ni mikwaruzo ya makucha. Muda mfupi akawa amepokea simu kutoka kwa mchumba wake ambaye anaitwa Anga, yuko hapo chini anamsubiri huyu binti. Sasa kabla binti ajaingia kwenye gari la huyu mshikaji alikuwa anaongea na simu moja hivi, anamwalika mtu, anamwambia kwamba jiandae, harusi yangu ni wiki chache baadaye. Baada ya mwanamke kuwa ameingia hapo, wakiwa wanapiga stori, mwanaume akawa amemuuliza mwanamke kwamba vipi, uko sawa? Mwanamke akasema niko sawa. Hawa watu ni wachumba na wanataraji kufunga ndoa siku za usoni. Sasa baada ya kumtazama huyu binti akamuona ana michubuko kwenye shingo, mshikaji kabidi kumuuliza umejikwaruza tena? Wendy akasema kwamba hajui, lakini anadhani ndo hivyo, lakini akasema sio shida sana, watavificha hivi vitu kwa vipodozi. Walikuwa wanaenda studio kwa ajili ya kupiga picha za harusi, lakini mwanaume wakati wa mchakato alikuwa bize sana na simu za kazi. Hili jambo lilikuwa limemkera sana binti Wendy, akaenda kumnyang'anya simu, akamlalamikia sana, akamwambia kwamba harusi ipo wiki 2 tu mbele hapo, lakini wewe uko bize sana, haujawahi kuipa harusi yetu kipaumbele hata mara moja, uko bize na kazi zako tu. Sasa wakati wanavutana wako wamevunja taa ya hapa studio. Nje ya hii studio kuna marafiki zake Wendy pamoja na Anga. Hawa watu kuna Agnes na huyu mwingine anayepuliza mimoshi, huyu binti anaitwa Nanda. Sasa Nanda alikuwa bize sana na simu, akawa amekutana na habari ambayo ni kesi ya watu kutoweka, ni kesi ya muda mrefu sana, na moja kati ya watu ambao walitoweka ni mtu ambaye alikuwa na mahusiano na Agnes kipindi hicho na wamesoma kwa pamoja. Lakini Agnes baada ya kuwa ameulizwa jambo hilo akawa ameipuuza hiyo taarifa. Yeye alikuwa bize tu anajiangalia uzuri wake, anamuuliza naonekana vipi? Nanda akawa amemhakikishia kwamba wewe mbona ni mzuri tu, kisha akawa ameendeleza ile habari kuhusiana na ile taarifa ya watu kutoweka mpaka leo hawajapatikana. Agnes akawa amesema kwamba Raka kweli nimesoma naye, lakini hakuwa rafiki yangu kivile, kila mtu alikuwa na mambo yake, walipotezana kulingana na mazingira. Agnes sasa muda wote yeye anajitilia mashaka kuhusiana na uzuri wake, kila swali analomuuliza Anda linahusiana na uzuri na muonekano wake. Anda akawa amechoka, akamwambia bana we, kwa nini una wasiwasi sana? Mimi nimechoka bana kujibu hao maswali. Wakiwa hapo Wendy akawa amefika hapo na mpiga picha wao ambao ni rafiki yao kinoma anaitwa Robi. Ukiwa bize kupiga story, punde sio punde bwana harusi tena akawa amepokea simu ya kazi, akawa ametoka hapo moja kwa moja. Sasa Nanda ikabidi kumuuliza bibi harusi mtarajiwa, mbona mume wako yuko bize hivyo? Wendy akawa ameeleza kwamba Anga anatamani kumaliza kazi zake kabla ya harusi, na kwa sasa yeye kama mwanamke ndiye anayeshughulikia maandalizi yote. Mshikaji anahitaji harusi yake, wakimaliza tu ikiwezekana wahamie katika nyumba yao mpya. Wakiwa wanapiga story, Nanda akarudia tena kuuliza hawa watu wote kuhusiana na ile habari ya watu kutoweka miaka mingi iliyopita. Ikabidi kumuuliza Wendy, hawa watu ni wanafunzi wenzao, wametoweka karibu miaka 10 sasa, na moja kati ya watu ambao walitoweka ni Raka ambaye alikuwa ni rafiki yake sana na Agnes. Sasa hapo utambue kwamba Agnes ana mahusiano na Robi, yani ni mtu na mpenzi wake. Agnes akasema kwamba tuwaombee tu kwa Mungu wapatikane, familia zao zitakuwa zimewamisi sana. Lakini Nanda akasema kwamba kwa muda waliokaa na kupotea, mimi naamini kabisa watakuwa wamekufa. Robi akaanza kuonesha picha ambazo amewapiga wana harusi. Kwenye kutazama Agnes akawa ametazama picha moja ya Wendy kwa njia ya ajabu kidogo,
kisha akawa amesema kwamba Wendy, unaonekana una huzuni nzuri. Sasa kwa sababu wamemaliza kupiga picha, Wendy ikabidi kupeleka gauni la harusi ambalo alikuwa amerekodi kwa rafiki yake kipenzi anaitwa Rara. Akawa amemshukuru na akawa ameomba aende kutumia choo mara moja. Akiwa huko akaanza kusikia sauti ambayo inaita jina lake. Kutazama vizuri akaona kuna kiumbe cha giza kimesimama gizani. Alivyokitazama vizuri, kabla hajakijua, mfanyakazi wa hapa akawa amefika na akawa amewasha taa, akamuonesha choo. Sasa baada ya kutumia choo, binti akawa ametoka hapo. Wafanyakazi wa ile eneo wakawa wanamwambia binti Lara, rafiki yako ni mzuri, lakini sasa nywele zake zinaonekana kukatika katika na zimeanza kuchakaa, zinaonekana kijivu. Hili jambo lilikuwa limemshangaza sana Lara. Wendy akiwa na mchumba wake wanarudi nyumbani, wanapiga story, lakini binti anaonekana kabisa yuko sawa. Mwanaume wako amemuuliza hilo jambo, vipi, au bado ndoto zako mbaya zinaendelea kukusumbua? Hii ikaonyesha wazi kwamba Wendy amekuwa anasumbuliwa sana mara kwa mara na ndoto mbaya. Mshikaji akawa amemsihi sana binti, akimwambia kwamba hizo ni ndoto tu, wala usijali, lakini binti akasema kwamba hizi kwa sasa sio ndoto tu, kwa sababu kila kitu unaanza kukiona katika uhalisia. Hii inaonekana sio ndoto tu, anahisi kabisa kuna kitu, pengine ni kiumbe cha giza ambacho kinamfuatilia, kiumbe ambacho kinaonekana kina nywele ndefu na kucha kali kama binadamu, lakini sio binadamu. Anga akawa amemfariji tu, anamwambia pengine ni harakati za harusi, uchovu ndio unasababisha wewe kuota vitu ambavyo havieleweki. Mwanaume akamwambia kwamba Wendy, nimezungumza na Agnes, amependekeza kwamba tuende tukapige picha nje ya studio, sehemu ambayo ni villa, ni sehemu ya kifahari na naamini utaipenda. Sasa mshikaji baada ya kumsihi sana Wendy, hili jambo walikuwa wamekwisha kuzungumza na Agnes na yeye alikataa. Sasa baada ya muda Agnes akaenda moja kwa moja katika jumba moja la kuhifadhi wazee, huku akaenda kukutana na jamaa mmoja anaitwa Riziki. Huyu mshikaji amewahi kusoma naye. Kwa mujibu wa story huko nyuma, huyu jamaa alikuwa anauza madawa na pia alikuwa anakunywa pombe sana, pia alikuwa anapenda sana kucheza kamari. Katika harakati za maisha aliwahi kumtamani sana na kumpenda huyu binti Agnes. Sasa siku moja baada ya kuwa amelewa, huyu dogo akawa ameforce kilimo mdondoko kwa nguvu kwa huyu binti, lakini waliwahi kuzungumza huko nyuma na binti akasema kwamba amemsamehe, na kafika hapa anamwalika, anamwambia kwamba anatamani waungane pamoja naye ili waende huko villa kwa ajili ya kwenda kupiga picha kwa ajili ya Wendy. Riziki akasema kwamba atalifikiria hilo jambo, lakini akawa amemuomba sana msamaha kulingana na jambo ambalo limewahi kutokea huko nyuma, maisha ya nyuma huko, na binti Agnes akakiri kwamba mbona umekwisha kuomba msamaha mara nyingi sana na mimi nishakusamehe na nishasahau. Riziki akawa amefurahi jambo hilo na akawa maahidi kwamba ataambatana pamoja nao. Sasa upande wa binti Wendy, bibi harusi akiwa nyumbani kalala zake kwenye jakuzi, baada ya kuzungumza na simu akawa amejiroesha ndani, kila kiumbe kilikuwa kimemwandama tena hapo. Sasa binti akiwa na hofu kwa sababu huku nyumbani anakaa mpweke sana, akawa amwapigia simu marafiki zake na akasema kwamba yuko tayari kwa ajili ya safari. Hivyo na yeye akawa ameambatana na pamoja na marafiki zake waende vile huko kwa ajili ya kwenda kupiga picha. Kwenye gari sasa wakawa ni mtu 6: Robi, Wendy, Anga, Agnes, Nanda pamoja na Riziki. Robi anamwangalia Riziki kwa hasira kwa sababu anakumbuka huyo jamaa alichomfanyia mpenzi wake Agnes, na pia anamdai pesa za kutosha. Huyo jamaa aliwahi kutoroka na pesa zao, yaani huyo jamaa ana janja nyingi, ni mwizi fulani hivi. Riziki akawa amesema kwamba nipeni muda tu, nitapambana, pesa zako nitakurudishia, wala hata usijali, ni jambo la muda tu. Walipofika villa, sehemu ambapo alikuwa anaenda, hili ni jumba kweli, jumba moja zuri kweli, kila mmoja wakawa wamestaajabu kuona uzuri wa hili jumba. Walipoingia ndani wakaanza kufurahia maisha. Kijana Riziki akawa amemuuliza Agnes, nyumba kubwa kama hii ni lazima wawe na chumba cha kuhifadhi mali zao, si ndio? Agnes akujibu hilo swali kwa ameondoka hapo. Sasa huyu mbona kama akaanza kuonyesha mapema sana makucha yake. Upande wa Nanda, yeye akawa amekutana na picha moja ukutani hapa, picha ya binti Adela ambaye tulimuona mwanzoni mwa hii filamu. Akawa amemuuliza Agnes, huyu ni nani? Agnes akaeleza kwamba huyu ni bibi yake Lydia. Yaani binti Agnes alisema kwamba hii nyumba ni nyumba ambayo amepewa mwaliko na rafiki yake anaitwa Lydia, hivyo amewaleta hapa marafiki zao kwa ajili ya kupiga picha za harusi. Agnes akaeleza kwamba hii picha unayoiona ni picha ya Adela ambaye ni bibi yake Lydia, ni moja kati ya wanawake wazuri sana wa enzi za kale. Upande wa Robi, yeye alikuwa busy kupiga picha. Mara kwenye kupiga picha, si akaona kivuli cha mwanamke mmoja kasimama dirishani huko. Baadaye wakawa wamekula kwa pamoja, wakawa wameonekana kufurahi sana kwa sababu ni marafiki ambao wamekuwa wote kwa pamoja, japo walitengana kulingana na mazingira. Wendy akapita karibu na picha ya Adela, akawa anitazama mpaka akaja kushtuliwa na Nanda akimwambia kwamba watu wote wanakusubiri wewe, upigaji wa picha unatakiwa kuanza mara moja. Kweli binti akaenda kujiandaa. Sasa bwana harusi yuko busy na simu, akawa amegundua kwamba mbona hamna mtandao kabisa ile eneo. Robi kashajiandaa kwa ajili ya kazi, akaanza kushangaa mbona Wendy kachukua muda mwingi sana hajatoka hapa, watu tuanze kupiga picha. Akawa amemtuma Agnes, nenda kamuite Wendy. Binti baada ya kuingia ndani akawa amemuona Wendy bana, akawa amevutiwa sana, akamsifu wazi, akamwambia kwamba unaonekana mzuri sana kuliko hata kwenye picha. Sema hii kauli
ni chonganishi, kwa sababu inaanza kuonesha kwamba kuna watu wengine mnaonekana ni wazuri kwenye picha tu. Sijasema mimi, lakini nimetafasiri alichokisema huyu binti. Upigaji wa picha ukaanza, lakini Agnes, ukumbuke, mara nyingi amekuwa ajiamini sana kuhusiana na muonekano wake. Ni kama anajiona mbaya, akawa amejisikia vibaya baada ya kuona watu waliopendeza wako mbele yake. Akaamua kwenda chooni mara moja, akawa maga kabisa hapa. Muda huo huo Riziki macho yake yako juu kama mwewe, yani sina imani kabisa na huyu dogo. Baada ya kupiga picha kadhaa, bwana harusi akawa ametoa bastola. Wendi akauliza, kwa nini umekuja nayo huku? Mshikaji akaeleza kwamba hii bunduki ni ya baba yangu, nimekuja nayo huku kwa ajili ya kupiga picha za harusi. Sasa picha za harusi na bunduki wapi na wapi? Robi akawa ameuliza, ina risasi? Anga akasema kwamba mimi sijui, lakini inaonekana kama iko tupu. Wakaanza kupiga picha. Baada ya muda, Riziki akawa ameomba ruhusa aende chooni. Anasema kwamba yeye ana leseni ya kuendesha chombo ambacho sio cha moto, yani anaendesha tumbo. Mshikaji akawa ameenda chooni, lakini sasa huyu jamaa hajaenda chooni wala nini. Akawa ameutumia huu muda kwa ajili ya kukusanya vitu ambavyo ni vya thamani kwenye hii nyumba. Yani jamaa akaanza kuiba. Si nilisema huyu jamaa anavyoonekana kabisa, huyu jamaa macho yake yako juu, huyu hawezi kubakiza kitu. Kweli akaanza kuiba. Sasa katika harakati, kwa bahati mbaya akawa amedondoka chini. Sasa kwa sababu huyu ni mwizi, ni mzoefu wa muda mrefu, akawa ametambua kwamba hili eneo kuna mlango wa siri, pengine kuna mali nyingi ambazo zimefichwa huko. Jamaa akawa amefungua kweli hilo eneo. Alivyoingia huko kwenye kutazama kwa mbali, tukaona mkono wa pepo na mwanamke mmoja kaka hapo, kisha akawa ametoweka. Kijana kwenye kuendelea na harakati zake za kutafuta mali, akawa ameona kuna kitambaa kimoja. Jamaa akawa amejua pengine ni ramani ambayo inaonyesha hazina zilipofichwa. Alipoifungua akakuta kuna ujumbe wa kutisha, unasema kwamba hakuna njia ya kurudi, mmoja kati yenu ndiye atakayebaki, wengine wote watakuwa chakula cha kiumbe eneo hili. Hili lilikuwa limemtia hofu sana, akawa amangusha simu yake. Alipoinama kuchukua Rampri, kiumbe akawa ameonekana mbele yake. Dogo akawa amekimbia nje kwa hofu. Nje mvua ikaanza kunyesha. Wote zoezi la kupiga picha lilikuwa limeahirishwa. Wote walikuwa wameingia ndani. Wakakutana na Riziki, ana hofu kinoma, anasema kwamba wote kuna kitu nimekiona sio cha kawaida, wote tunatakiwa kuondoka hapa mara moja. Robi akawa ameshangaa sana, huyu dogo vipi? Wote walikuwa wamekula tena mibangi yako, si ndio? Baada ya kumvutavuta begi lake la vile vitu vilikuwa vimeanguka chini. Watu walikuwa wamegundua kwamba Riziki kilichomleta hapa ni kuiba. Sasa wakati huo wao wanaendelea kukomana na Riziki, binti Nanda yeye akawa anaenda chooni, anamuita Agnes kwa sababu hajamuona kwa muda mrefu. Baada ya kuingia sehemu, akawa amepiga kelele kwa hofu sana baada ya kumuona Agnes akiwa amejiondoa uhai wake, kajitundika. Sasa na namna alivyojiua huyu binti inaonekana sawa na jinsi ambavyo ilikuwa imechorwa kwenye kitambaa ambacho Riziki alikiona. Anga akajaribu kupiga simu polisi, lakini hakukuwa na mtandao. Riziki akasisitiza kwamba kuna jambo la ajabu linaendelea mahali hapa, sio salama kuendelea kubaki hapa. Sasa hili likazua mashaka na hofu kubwa sana kwa Robi, akiamini kwamba pengine Riziki atakuwa amemuua Agnes kwa sababu Riziki aliwahi kumpenda Agnes na huko nyuma aliwahi kumbaka. Hili likazua ugomvi mkubwa mno. Mshikaji akaanza kumshambulia Riziki. Robi sasa kapaniki kwa sababu mpenzi wake amefariki. Akaanza kuwashutumu watu wote, hususan Anga pamoja na mpenzi wake Wendi, akiamini kwamba wao ndio waliotengeneza hii safari mpaka kufika hapa ili kuhakikisha Agnes anauawa. Wendi akaanza kumuuliza anamaanisha nini. Robi akapiga kelele, basi ni nani aliyemuua Agnes? Mniambie. Wote wakaanza kubishana hadi Nanda akawa amepiga kelele akasema acheni. Robi hakukubali kabisa, aliamini kabisa kuna mtu ambaye amehusika na mauaji ya Agnes humu ndani, kwa hiyo haamini mtu wa aina yoyote. Riziki akachukua bunduki ili kwenda kumtuliza Robi. Robi akawa amechukua hiyo bunduki na akaiweka kwenye paji lake la uso, niue. Baada ya wote kutulia, wakaubeba ule mwili wa Agnes na kupeleka kwenye gari ili waondoke. Lakini baada ya kugeuka, lile jumba la kifahari linaonekana tofauti na jinsi ambavyo walivyoliona. Jumba linaonekana chafu, jumba linaonekana chakavu kinoma. Watu wakaamua kuondoka eneo hilo, wakaona kabisa ni hatari. Gari likaendeshwa, lakini wapi, wanarudi eneo lile lile. Rudi kwa njia waliokuja, wanarudi eneo lile lile. Nenda kwa njia walioenda, wanarudi eneo lile lile. Sasa katika mchakato huo wakiwa wamechanganyikiwa, mbele wakaona mwanamke yule pepo kasimama hapo. Sasa wakawa wamemkwepa, kwa bahati mbaya wakawa wamepata ajali na gari lilikuwa limeharibika. Hapo gari limeharibika kama jinsi ambavyo tukio lilikuwa limechorwa kwenye kile kitambaa ambacho Riziki alikiona. Hawakuwa na namna, hawawezi kuondoka kwa miguu, hivyo wakaamua kurudi ndani kwenye lile jumba. Wakiwa ndani, watu wakamkaba Riziki, wewe umefanya nini? Yawezekana wewe ndio sababu ya haya mambo yote. Riziki akawa amekiri kweli kwamba kilichomleta hapa hakikuwa kitu kingine tofauti na kuiba. Yeye hawezi kuua kabisa na hawezi kumuua mtu kama Agnes. Akasisitiza kwamba yeye sio muuaji, akawafokea waache kumuona kama yeye ndio mhusika wa
kila kitu kibaya. Akamwambia kwamba kuna jambo ambalo mnatakiwa kulijua, nimeliona kwenye hii nyumba. Akawa amepeleka mpaka sehemu ya siri ambapo yeye alienda kukipata kile kitambaa. Nanda yeye akaogopa kuingia huko, akasema kwamba yeye atabaki nje hapo. Hivyo wengine wakawa wameingia huko, wakawa wamepokelewa na harufu mbaya sana. Riziki akawa ameonyesha kile kitambaa ambacho alikipata, akisema kwamba kinachotokea kimeandikwa kwenye hichi kitambaa. Wendy akaamua kukisoma kwa sauti, kila mmoja asikie. Kilichoandikwa ni kwamba hakuna njia ya kurudi, mmoja tu ndiye atakayepona ndani hapa, wengine wote watakuwa chakula cha kile kiumbe. Anga akawa amepuuza hizi story, akasema kwamba hii ni michezo ya akili tu, ni mtu mwenda wazimu tu ndiye anaweza kuamini haya maneno. Riziki akauliza, kweli bado huamini kabisa kwamba kuna miujiza ndani hapa? Wendy akasema kwamba Rampri ndiye anayefanya yote haya. Watu, Rampri ni nani? Rampri ni pepo anayechukua umbo na kuishi kama binadamu. Riziki akawa muuliza, wewe umejuaje? Wendy akasema kwamba haya yote nimewahi kuyaona kwenye ndoto. Akamkumbusha Anga kwamba nimewahi kukusimulia hizi ndoto, lakini Anga akasema kwamba hiyo ni ndoto tu, haiwezi kuwa ukweli kabisa. Kisha akawa amekichoma kile kitambaa kwa moto. Waache kuamini ujinga. Wakati huo huo nje, binti Nanda akiwa zake bize na Mimoshi, mara akaona kama kuna kiume mbele yake. Kisha akawa ametoweka. Akiwa hapo akaona kipande cha karatasi, akawa amekichukua na kukiweka mfukoni. Ghafla mlango uko umefunguka. Akapiga kelele kuomba msaada, aliita majina yote. Baada ya kutulia, akasikia sauti ya Agnes ikiwa inamuita na mlango uko umefunguka polepole. Akawa amesogea huko Rampri akiwa anamnong'oneza, njoo huko. Nanda akageuka kwa hofu, lakini hakuna mtu. Ghafla Rampri akawa amemshambulia. Kilichosikika hapa ni kelele tu, mpaka marafiki zake wote walikuwa wamesikia na akaanza kurudi hapo. Wendy kwenye kutafuta mara akaona damu zinatiririka chini ya mlango mwingine. Akafungua kwa tahadhari, akamkuta Rampri, kiumbe wa kutisha, akila mwili wa Nanda, huku anacheka kwa sababu kila kitu kinachotokea ndio kitu ambacho kilikuwa kimetabiriwa na kimeandikwa kwenye kile kitambaa ambacho bwana harusi mtarajiwa alikichoma kwa moto. Wendy akawa amepiga kelele. Riziki akawa amefika hapo kumsaidia Wendy. Akaona damu chini ya mlango ukafunguka wenyewe. Nanda ndani yake amekwisha kufa. Baada ya muda wote wawili wakafika hapo, wakashtuka sana kuona hayo mauaji. Wakiwa hapo, mara mwili wa Nanda ukaanza kuakti kama vile unawai, unaanza kuelea hewani, anasikika anacheka, wote mtakufa nyinyi, nitawachuna ngozi, mili yenu nitaila mmoja baada ya mwingine. Kisha kwa manguka chini akiwa mfu tena. Wote wakawa wameogopa sana, wakajaribu kutoka hapo, lakini mlango uko umejifunga. Wendy akalia akisema kwamba pepo hata waruhusu waondoke hapa wakiwa hai. Hii inaonyesha tayari wamekwisha kukwama wakiwa hapa. Wakaamua kufunika mwili wa Nanda. Wendy akasema kwamba anakumbuka sasa mahali hapa sio pageni kabisa kwake, aliwahi kupaona kwenye ndoto na anamkumbuka vizuri kabisa. Huyu kiumbe Rampri ndio yule ambaye mara nyingi amekuwa akimuona. Anga bado kichwa ni kigumu, akasema kwamba hizo zote zilikuwa ni ndoto tu, hazina ukweli wa aina yoyote. Lakini Riziki akacheka kwa maumivu, kisha akawa amemwambia kwamba bado hauamini, unahisi hili ni jambo la kawaida, unahisi kinachotokea kwamba kinatengenezwa, si ndio? Kila ambacho kilikuwa kimeandikwa kwenye kitambaa ndicho kitu ambacho kinatokea tukiwa hapa. Bado huamini kinachotokea hapa? Tayari tumekwisha kuwapoteza hawa marafiki zetu. Robi akasema kwamba ule ujumbe kama ni wa ukweli, kwamba mtu mmoja tu ndiye atakayepona hapa, kazi tunayo. Kisha akawa amesimama kwa msisitizo, akarudia maneno hayo. Anga akiwa amechoka, akawa amepiga kelele kwa sababu watu hapa hawaeleweki. Kile kitambaa, ule ujumbe uliokuwa umeandikwa hapo sio vitu vya kweli, mnadanganywa ili mjiue nyinyi kwa nyinyi. Kisha akawa ametoa bunduki yake, akamsii Robi arudi nyuma, kwa sababu huyu jamaa sasa anavyoonekana ni kana kwamba anataka kupambania nafasi ya kubaki yeye mwenyewe kwenye nyumba. Akamsii asifanye kitu cha ajabu. Robi baada ya kurudi nyuma kimya akawa amechukua jiwe fulani hivi na akawa ameliweka kwenye mfuko. Usiku huo wote wakiwa wamelala, Rampri akawa amemuita Riziki kwa sauti ya Agnes. Riziki baada ya kuwa ameamka akatazama, akamuona Agnes yuko juu ya ghorofa, mahali ambapo mwili wa Agnes ulipokuwa umelazwa haupo kabisa. Kijana akataka kumfuata, lakini akawa amesita, akajaribu kurudi nyuma. Agnes akaanza kumuita kwa sauti ya kumshawishi, kwa sababu anaamini Riziki alikuwa anampenda Agnes. Kutoka nyuma ya pazia, mkono wa kishetani uko umetokea hapo ukimuita asogee. Alikuwa ni yule pepo Rampri. Riziki alipovuta pazia hakuna kitu. Ghafla Rampri akawa ameonekana nyuma yake, akamshambulia, akamzamisha ndani ya maji. Riziki akawa amejitahidi sana kujiokoa. Kisha akawa amemuona Robi kafika hapo. Riziki akawa amemuomba msaada, lakini sasa matokeo yake Robi akawa amemshambulia Riziki kwa jiwe na kumuua hapo. Kisha akawa amepiga kelele kuomba msaada. Wendy pamoja na Anga wakawa wamefika hapo. Anga akamwelekezea bunduki moja kwa moja Robi, akihisi kabisa yeye ndiye aliyemuua Riziki kwa sababu ya chuki zake. Lakini Robi akalia, akasema kwamba hakuna chochote alichokifanya, ni yule pepo ndiye akamuua Riziki. Kwa sababu ya kulia kwa kutetemesha
sauti, watu wakawa wamemwamini huyu jamaa akawa ameapa mbele za Mwenyezi Mungu yeye hajahusika kabisa na mauaji ya Riziki. Anga baada ya kufikiria sana akasema kwamba Rampri hataki kuwaacha waondoke hapa wakiwa salama. Alichokiandika kwenye kile kitambaa ndicho kitakachotokea, ni lazima waichome hii nyumba ikiwezekana, kisha wao waondoke. Robi akawa amesema kwamba tukifanya hivyo wote tutakufa, lakini Anga akasema kwamba machaguo ni mawili tu alionayo huyo pepo, ni eza waachie ama waichome hii nyumba. Anga akasema kwamba bora wafe wakipigana kuliko kufa wanaangalia. Wakaanza kuandaa vitu kwa ajili ya kuchoma hili jengo. Anga akawasha kiberiti, lakini ghafla Robi alikuwa amechukua bunduki ya Anga akajaribu kumpiga Anga. Wendy akajaribu kumzuia, lakini mshikaji akawa amempiga na kupoteza fahamu. Mapigano makali yakaanza kati ya Anga pamoja na Robi. Bunduki ilikuwa imeanguka karibu na Wendy. Robi akawa amemzidi kabisa nguvu Anga, akaanza kumkaba kwa kitambaa. Wendy akawa amechukua ile bunduki ili kumpiga Robi, kumtetea mme wake mtarajiwa, lakini kwa bahati mbaya risasi zikawa zimeisha. Anga akajaribu kurudi nyuma. Robi akapiga kelele, nyinyi watu hamuwezi kufa kwa ajili yangu. Yani mshikaji anamaanisha kwamba wengine wote wafe ili yeye abaki kuwa hai, aendelee kuishi. Baada ya mapambano makali, Robi akawa amemchoma kijiti kifuani Anga. Anga akiwa chini akamsii mke wake mtarajiwa kwamba aondoke hapo. Robi akajaribu kumfuata, lakini Anga akawa amemshikilia ili Wendy apate nafasi nzuri ya kukimbia. Wendy akawa amekimbia na akawa amejifungia katika chumba kimoja, akawa ameingia chini ya kitanda. Robi akawa amemfuata jamaa. Baada ya kufika akaingia ndani, kwenye kutazama akaona gauni la Wendy liko chini ya kitanda, akajua kabisa binti kajificha ufunguni. Hivyo jamaa akawa amelala kitandani hapo, akaanza kusema kwamba Wendy, unadhani mimi ni mtu mbaya? Mimi sio mtu mbaya kabisa, mimi ninachotaka tu ni kuendelea kuishi, sio kwamba mimi napenda yote haya yanayotokea, lakini hapa napambania uhai. Kisha akawa amemvuta Wendy na kuanza kumkaba akisema kwamba utamfuata mme wako huko aliko muda sio mrefu. Mara ghafla Rampri akawa ameonekana hapo. Robi akakimbia, Anga akawa amefika hapo, kumbe alikuwa hai. Robi alijua kabisa tayari amekwisha kumuua mshikaji, akaanza kumshambulia kwa jiwe mpaka akawa amemharibu kabisa mshikaji, akawa amekufa kabisa. Robi ambaye alikuwa anatamani kuendelea kuishi akawa amefariki hapo hapo, akawa amebaki bibi na bwana harusi. Anga akamwambia Wendy kwamba yote haya yataisha, vumilia kipenzi changu. Lakini ghafla kicheko cha Rampri kilikuwa kimesikika hapo. Wendy akasema kwa kujiamini kwamba mimi sitakufa. Anga akamkumbatia akasema kwamba kama ni kufa tutakufa tukiwa pamoja, hakika hauwezi kufa peke yako. Rampri akaingia hapo huku anachekacheka, lakini ghafla akawa amerudi nyuma tu. Kwa nini? Ni kwa sababu Wendy alikuwa tayari amekwisha kumchoma mme wake mtarajiwa na kumuua hapo hapo. Wendy anahitaji kuishi. Anga akawa ameanguka chini, stori yake iko imeishia hapo hapo. Mlango ukawa umefunguka polepole. Wendy akaonekana akiwa na miili ya marafiki zake wote waliokufa akiwa hapo, akawa ameifunika vizuri. Kashika kiberiti, sijui alikuwa anataka kuwatia moto, lakini akaona kuna kitu kwenye mfuko wa Nanda. Alipoangalia vizuri akaona kuna picha ya kumbukumbu ya nyuma. Sasa akili yake ndipo inarudi, akatambua kwamba Nanda mara nyingi alikuwa akizungumzia kuhusiana na kundi la marafiki waliopotea miaka 10 iliyopita, akiwemo rafiki yake Agnes. Alipoangalia vizuri akatambua kwamba picha hiyo ya wale marafiki ambao wanatajwa kuwa wamepotea, Raka pamoja na wenzake, na Agnes pia alikuwepo kwenye hiyo picha. Sasa kwenye kutazama mwili wa Agnes hapo haupo. Hii inaonyesha kwamba Agnes alihusika tena kwenye kupotea kwa wale watu, wale marafiki watano miaka 10 iliyopita. Ghafla kicheko kilikuwa kimesikika hapo. Ni Agnes akawa ameonekana hapo, yuko hai, anapiga makofi na anampa hongera Wendy. Wendy akawa amemuuliza huyu Agnes kwamba haya yote yanamaanisha nini? Agnes akasema kwamba Wendy, wewe bado ni mzuri sana. Wendy akajaribu kukimbia, lakini mlango ulikuwa umejifunga. Agnes akawa amemvuta kwa nguvu zake za kichawi. Wendy akamuuliza unataka nini wewe? Agnes akasema kwamba nachokitaka tayari unakijua. Kisha akacheka, akaanza kumlamba uso, akamlamba wewe, akamnyonga binti. Baadaye Wendy baada ya kuwa amepata fahamu akamuona Agnes yuko hapo. Wendy akawa ametambua kwamba huyu sio Agnes Harisi. Agnes Harisi alipotea pamoja na wale watu watano miaka 10 iliyopita. Akamwambia kwamba wewe sio Agnes, wewe ni pepo. Hili kaonyesha wazi kwamba yule kiumbe Rampri alikuwa amejiingiza katika mwili wa Agnes na anaishi kama binadamu. Binti akawa ametambua kabisa kwamba haya yote ulikuwa ni mtego wa pepo ambaye alikuwa anajifanya ni Agnes, kumbe sio Agnes Harisi, na akawarubuni kuwaleta maeneo haya kwa sababu yeye alikuwa anahitaji kupata kafara ili aweze kubadilisha mwili kuingia katika mwili mwingine ambao, na mtu aliyokuwa amelengwa hapa ni Wendy pekee. Hii inaonyesha kwamba hata Adela pia alikuwa ni mtu ambaye alitumiwa na pepo kwa manufaa yake. Rampri akasema kwamba hakuna kitu kinachomfurahisha sana kama kuona watu wanauana wao kwa wao. Wendy akagundua kwamba Anga alikuwa sahihi kwamba huu ulikuwa ni mchezo wa kisaikolojia tu. Akamuuliza unataka nini?
Rampri akasema kwamba wazi, ninachokitaka mimi ni uzuri wako tu. Akasema mtu aliyezaliwa mzuri hawezi kuelewa uzuri wake unaweza kumpa kila kitu. Wendy akasema kwamba hakuna kitu cha kudumu, hata uzuri huwa haudumu. Rampri akakubaliana na hayo maneno, ndio maana ninahitaji mwili mpya kuendelea kuishi nikiwa mzuri. Kisha akawa amebadilika hapo na akaingia katika umbo lake halisi la kishetani, akaanza kumsogelea Wendy, akawa amemwingilia huyu binti Wendy kwenye njia ya kupitia watoto. Huyu pepo jamani alikosa njia nyingine ya kuingilia mpaka ingilie huko. Baada ya muda Wendy akawa ametulia kabisa, kisha akawa amejinasua, akajikagua mwili wake mpya na uzuri wake mchanga. Hii inaonyesha kwamba huyu sasa ni pepo ambaye alikuwa anahitaji kuutumia huu mwili. Karidhika kabisa na huu uzuri. Mandhari yakawa yamebadilika kabisa. Vina hii iliyokuwa imeharibika na ina muonekano mbovu ilikuwa imerudi katika hali yake nzuri. Wendy ambaye kwa sasa ni Rampri anafurahia uzuri wake mpya. Akasimama sehemu fulani hivi, mwanga uko umebadilika, akacheka. Baada ya muda mwanga uko umerudi kawaida, akatabasamu na akawa ametoka nje ya vila, na filamu hii inaishia hapa. Sasa kama umegundua hii filamu pamoja na ile filamu ya Exorcism of God, utagundua kwamba pepo alikuwa anapambana kuendelea kuishi katika hii dunia kama binadamu wa kawaida, na wote wanaonekana kushinda jambo hili. Hii haimaanishi kwamba hizi filamu zitakuwa na mwendelezo, bali unaonyeshwa ulimwengu wa pili, upande wa pili wa giza ambao kila kiumbe anapambana kuishi katika huu ulimwengu kama binadamu. Adela mwanzoni mwa filamu alitumiwa pia na pepo Rampri. Pepo Rampri aliishi katika mwili wa Adela. Baada ya kuchoka akalazimika kutafuta mwili mwingine. Mwili aliofanikiwa kuupata ni mwili wa Agnes. Hii inaonekana kwamba Agnes pamoja na marafiki zake wale wengine, Raka na wengine waliopotea miaka 10 iliyopita. Hii inaonyesha kwamba pepo aliingia katika mwili wa Agnes tena, na hivyo akarudi miaka mingine 10 kuja kuwasii ama kuwashawishi Wendy pamoja na wengine waambatane pamoja, wote waende kwenye lile jengo. Pia pepo Rampri akawa ametoka katika mwili wa Agnes ambao tayari ulikuwa umekwisha kuchakaa, akawa amemuingia binti Wendy ili kuendelea kusalia katika huu ulimwengu. Huu ndio mzunguko wa maisha yake ya giza. Maisha yake yote yataendelea kuwa hivi hivi. Ni lazima atafute mwili mpya kwa ajili ya kuendelea kukaa katika ulimwengu huu. Usiache kusubscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.